Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Iran imeharibu ghala lililokuwa likihifadhi mifumo ya kupambana na ndege zisizokuwa na rubani anti-drone inayodaiwa kumilikiwa na Ukraine katika mji wa Dubai katika operesheni iliyohusisha vikosi vyake vya anga na majini. Kwa mujibu wa msemaji wa makao makuu ya kijeshi ya Khatam al-Anbiya Ibrahim Zulfaghar, ghala hilo lilikuwa likitumika kuhifadhi vifaa vya kijeshi vya Ukraine vinavyosaidia operesheni za Marekani. Aliongeza kuwa watu 21 wa Ukraine walikuwepo katika eneo hilo wakati wa shambulizi hilo, lakini hakukuwa na taarifa kuhusu hatima yao. Ikumbukwe katika siku za hivi karibuni, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikuwepo katika mataifa ya Kiarabu akifanya mikutano na viongozi hao na kubadilishana baadhi ya mambo na kusaini mikataba ya ulinzi na usalama. Ni rais huyo huyo wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye alisema atapeleka karibia wanajeshi kwa ajili ya kudungua ndege za kivita zisizokuwa na rubani za Shahed za nchini Iran. Sababu ni ndege hizo ambazo Ukraine imezidungua kwa wingi katika vita vyake huko nchini Ukraine, na sasa Zelensky anaiona Ukraine kama yenye uzoefu wa kuweza kudungua ndege hizo zisizokuwa na rubani. Lakini sasa kilichotokea ni kwamba Iran ilifanya utaratibu mpana wa kuweza kushambulia ghala hilo, ambapo sasa Ukraine imeingia katika mzozo mwingine dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, Ukraine imekanusha vikali madai hayo, ikisema taarifa hiyo sio ya kweli. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ukraine, Heuri Tiki, amesema kuwa ni uongo na kuishutumu Iran kwa kueneza taarifa za upotoshaji. Kauli hiyo ya Ukraine imekuja muda mfupi baada ya vyombo vya habari vya Iran kuripoti kuhusu tukio hilo, huko mvutano ukiendelea kuongezeka katika ukanda huo. Tukio hilo linajiri wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiendelea na ziara katika baadhi ya nchi za Ghuba, akilenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia katika kipindi cha mvutano wa kimataifa. Mashambulizi yameendelea katika eneo la Ghuba na makombora yakiripotiwa kupiga mji mkuu wa Iran, Tehran, usiku kucha, wakati Iran nayo ikiendelea kurusha makombora kuelekea Israel na nchi zingine za ukanda. Mamlaka nchini Israel zinasema mwanamume mwenye umri wa miaka 52 amefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya kombora kulenga eneo katikati mwa Israel mnamo Jumamosi. Jeshi la Israel IDF pia limesema limefanikiwa kuzuia makombora yaliyorushwa kutoka Yemen kuelekea Israel. Nchini Oman, mfanyakazi wa kigeni amejeruhiwa baada ya ndege isiyokuwa na rubani kulenga bandari ya Salala, kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la nchi hiyo. Wakati huo mifumo ya ulinzi wa anga imewashwa katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, Kuwait, Bahrain, ambapo ndege zisizokuwa na rubani kadhaa zimedunguliwa. Nchini UAE, watu 5 walijeruhiwa baada ya kombora kuzuiwa katika mji mkuu wa Abu Dhabi. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema imefanikiwa kuzuia ndege 3 zisizokuwa na rubani pamoja na kombora la balistiki lililokuwa likielekea katika mji mkuu wa Riyadh. Mashambulizi haya yanajiri kufuatia tukio la Ijumaa ambapo wanajeshi wasiopungua 12 wa Marekani walijeruhiwa baada ya shambulizi katika kambi ya anga ya Prince Sultan nchini Saudi Arabia. Vifo pamoja na majeruhi vinazidi kuongezeka kutokana na vita vinavyoendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili kupata habari kwa upana zaidi kupitia hapa The World News.